ya kaunti ya Kwale ikiongozwa na mstahiki Gavana Salim Mvurya na naibu wake Madam Fatuma Achani inafanya investment, inatumia pesa nyingi za mlipa kodi, ambayo kodi hiyo inalipwa na hawa wazazi, lakini pesa hiyo inakuwa invested in you ili uweze kupata elimu bora. Na ndio maana leo hapa kuna millions of shillings ambazo zitapewana kwa ajili yako. Kwa hiyo kama serikali, kama watu wa Kwale, zawadi ambayo wewe unafaa kutupatia ama kupatia serikali ya Kwale ama kumpatia mstahiki Gavana Salim Mvurya na serikali yake ni zawadi ya alama bora. Ni zawadi ya alama itakufanya uweze kuenda chuo kikuu, na si chuo kikuu tu, ila chuo kikuu na uweze kwenda fanya kozi ambayo italeta natija katika maisha yako, katika familia yako na katika population nzima ya watu wa Kwale. Therefore, ile pesa ambayo inakuwa invested, tafadhali ujue kuna watu wengi, wanafunzi wenzako wewe uliokuwa nao darasa la 8, kuna wengi kule nyumbani ambao hawajapata that opportunity, lakini opportunity hiyo Mungu amekupatia wewe, na serikali mstahiki Gavana Salim Mvurya ameamua na amejitolea kuweza kufanya hiyo investment katika maisha yako. Therefore, mimi na waaji ya kwamba tafadhalini msiende kule shuleni, wale ambao wako form 4 2020, wale ambao wako form 3 2020, wale ambao wako form 2 2020, tafadhali tilia mankini sana katika masuala ya kutafuta alama ambayo itakupeleka chuo kikuu. Ujue ni pesa ambayo kuna wengi wangetamani, lakini kusema kweli bahati hiyo hawakuwa nayo. Hata hawa wazazi ambao wako hapa, hata hawa viongozi ambao wako hapa, miaka hiyo ya kitambo kulikuwa hakuna nafasi kama hizi. Lakini nafasi hiyo mwaka huu kuja Mesaya Yesu mbatizaji Gavana Mvurya akaja akasema Kwale lazima watu wasome. Ndio maana nafasi hiyo umepewa wewe. Kwa hiyo mimi sitarajii kuja kupata alama za D, kuja kupata alama za D+, and yet you stay in school from January to December. All fees is paid for you to stay in that school. Why do you get a D+? Why do you get a D-? You have no nafasi, hauna kabisa, wala hauna excuse. Therefore, I'm encouraging you, tafadhali tumia nafasi hii vizuri ili uboreshe maisha yako, maisha ya familia na maisha ya watu wa Kwale. Asalamu alaykum. Kama sasa hivi vijana wetu bado hawajasoma vizuri, kwa hivyo tunawaomba mtie bidii. Wewe mwenyewe utafaidika, mzazi atafaidika, na Kwale County itajivuna, itafaidika kwa sababu vijana wao ndio watachukua yale makazi. Kwa hivyo hizi ndizo pesa ambazo tutakabidhi watoto nyinyi ambao mmekuja kwenda kusoma kupitia kwa wazazi wenu ili mkasome vizuri. 5,254,864. Hizo zimechukuliwa na form 2, 3 na 4. Form 1 bado ambao wanaingia ni wapi Hizi ni pesa nyingi kwa kusema kweli. Jumla milioni kama 8 hiyo tutapeana kwa national ndani ya Gombato Bongo, na tuwapatiwa milioni 20. Kwa hivyo mnachukua pesa nyingi. Tulifanya jumla ya watoto 39 na 25 kati ya hao wataenda university. Simjipigie makofi. Tulikuwa na A, tunaita conk, ile A ambayo haishikani na mtu katikati, moja. A plane, tuko na A plane moja, alafu ambayo hii ilipatikana sehemu moja inaitwa Gombato Village Unit. Sijipigie makofi. Alafu tuko na A minor 2. Moja mimi nasema waziri ungekuwa na zawadi ungetupa, kwa sababu yatoka Bongo Village Unit tena Mbuani. Ni jambo la kushukuriwa hilo. Sehemu ile unaijua ikoje Tumetoa mtoto kwenda university bwana town manager mmoja wa pale. Ningekuwa na ruhusa ningemtaja, lakini na mbana kwa sababu ya usalama Pia vile vile tuko na B+. Tuko na B+ 4. Tuko pamoja Tuko na B+ ngapi? 4. Tuko na B plane 5, B minor 8, C+ 5. Au ni watu wa university. Alafu kuna C plane 2, C minor 10 na D+ 2.
Tuko pamoja? Ukiona mwenzako ananyolewa, chako afanye nini? Umeweka maji. Ni kazi na serikali ya kaunti, lakini nasema jamani, ala achani aingie kwenye serikali ili tuweze kuendelea kula matunda haya. Asanteni sana. Sizo pesa za kupewa ama zilipwe kule ukifika ufanye mambo yako. Sizo pesa za kupewa umefeli hiyo tamu, lakini ukija nyumbani unatafuta maskani ya mgoka. Sizo pesa za kupewa uchukue mgonga basi uende huko baharini, uende ukakae tu ufanye yako. Ni pesa ambazo lazima saa yote uwe unajiuliza maswali, mimi nimefanya nini? Niko weak wapi? Na ile somo ambalo linakutatiza, ongea na wazazi. Pengine kuna vitabu ambavyo vina exercise, uwe una saa yote unafanya zile exercise ili na kusoma ili kwamba yale masomo yawe yataingia. Sisi wenzenu tumesoma na shida. Mimi nilikuwa akiuza mahamri na kaimati na mabumbunda. She was an expert in that. Unaona mwanamke anakaa pale anangoja mtu ambaye sijui atakuja wala hatakuja. Akiona mtu anakuja hivi anamwangalia machoni, akiangalia vile vitu vyake sijui vimempendeza ama la. Kina mama wameuza maleso kwa sababu ya sisi. Wakati huo tumeuweka kando. Viongozi wale waliokuja hivi sasa ndio viongozi wale ambao wamepata hizo shida, wakasema haya mambo yasiendelee tena. Mmewekewa hizo pesa, tafadhalini, na narudia tafadhalini, muende mkasoma. Next time sitaki kusikia 39, 25 wanaenda university. Hao 14 walikuwa wanafanya nini? Tunataka kusikie 35, kama ni 39 basi wote wanaenda university. Inshallah itakuwa hivyo. Ukimuona amelegea, nenda shule, kaongee na walimu, kaongee na yule mwalimu wake wa hilo somo, ujue shida iko wapi ili tuweze kurekebisha haya maneno. Nafikiri mnanipata vizuri ndugu zangu. Tafadhalini tusiwawache. Nyumbani unakuta watoto wakija likizo wanaachwa. Basi kama ni zile ngoma za usiku za maharusi utawakuta huko kwa wingi. Wanafanya mambo yao tu. Ndugu zangu, tusimame kwa sababu hizi pesa zinatusaidia. Ukilipiwa hizi pesa zote mwenyewe ile mbio zako, unaweza kufanya mambo mengine. Unaweza kujenga kijinyumba, unaweza kununua nguo nzuri. Na bwana mmoja alikuwa anasema kwamba hata relationship ya majumbani siku hizi imekuwa nzuri. Mimi nakumbuka siku moja Uhuru, rais mwenyewe alicomment kuhusu huu mradi wa Kwale. Ilikuwa sijui huko Western sijui wapi. Imagine mpaka president ana comment, fuata mfano wa Kwale. Hakuna huko kwingine na sio kitu rahisi. Ni mradi ambao ni lazima uende ukadibeti na yule bwana wa budget. Mwanzo ni utengezee policy hapa, uende huko ukapiganie ile kufika 400 million kwa ward, kwa kaunti nzima, 20 million kwa ward. Haikuwa rahisi ndugu zangu. Tafadhalini ndugu zangu, wale waliofanya hili jambo, hebu waangalieni na macho mawili. Wallahi, kama yule ambaye haoni sijui ni kipofu wa vipi. Lazima muangalie kwa macho mawili. Na kuangalia macho mawili haitoshi. Lazima tuwaombee dua ili kwamba wawe watakuwa pale ili haya mambo yawe yataendelea.
Wewe wafikiri itakuwa sawa sawa mtoto wako amefika form 2, wakati wa election ushafika, mnaingiza mtu mwingine ambaye hujui, umetia mkono gizani, hujui kwamba ataendeleza ama la, wabahatisha ndivyo sivyo, halafu kwa bahati mbaya ama aondoe aseme huu ni mradi. Na wanasiasa mnawajua, mradi wa mwenzake unaonekana unasifu mwenzake, ndivyo ama sivyo? Akiingia yeye wasema huu kando. Ile gari kama waipeleka, mimi ni dereva wa gari, ukiipeleka huo unaijua mlio wake, ukigeuka tu unajua hapa kuna shida. Kione na yumba hivi, wajua hapo tairi liko na shida, huo waijua. Sasa leo gari hii ambayo yapelekwa na watu wawili ambao wanaijua vizuri, pale mahali ambapo pata yumba wanajua watapazimba vipi, leo uweke dereva mwingine, si mwatafuta kifo? Si tairi ka yumba litoke alafu watu waingie kwenye mitaro. Tafadhalini ndugu zangu, huu ni wasia wangu, tusitie mkono gizani. Kwa majina naitwa Kairas Muriku Ibua, ninatoka kijiji cha White House katika village ya Mfumoni. Mimi ni mzazi wa mtoto anayesomea Matuga Girls. Nimeshukuru ni kwa ajili ya wazazi kunipa nafasi ili niongee kwa niaba ya wazazi. Maneno nitakayoongea hapa si yangu, bali ni ya wale wazazi wamenituma. Kwanza kabisa wamesema nitoe shukrani zao za dhati kwa mstahiki gavana wetu na naibu wake Madam Achani na utawala unaoendea chini ya gavana. Wameshukuru sana kwa ufadhili uliotupatia. First, I would like to thank the Almighty for such a wonderful day like this. Second, I would like to thank Honorable Governor Mvurya and his deputy, Fatma Achani. The management, we thank you for advising us and supporting us. To my fellow students, we are very privileged to get this opportunity to study in very good schools. And when you're back at school, please study hard, work smart, get good grades, go to the university, become prosperous people, and make our county proud. Parents, we'd like to thank you and continue supporting us, and we promise you that we'll bring you good grades and we'll make you proud. Thank you. To the administration, our beloved but though absent, our governor and our deputy, and all the protocol observed, Assalamu alaikum. And when it comes to Christians, praise the Lord. So I don't want to be just long, I just want to be brief but meaningful. First of all, let me just go straight to my colleagues and give you facts. You know, there's one thing that I want to tell you, that let's not just be confused due to the uniform and the dressing code. Acha tu niwaambie ukweli, kuna ukweli fulani tunasahau. Acha tu niwaambie ukweli, kuna ukweli fulani tunajaribu kusahau due to the uniform. Unajua uniform ina kitu inasema ni sare, lakini hatuko sare. Unajua leo tunaenda kupoa kama 50k, 40k, lakini deep down tunajua kuna mzazi amekanyaga hapa hajakunywa chai. Kuna mzazi hapa, hiyo 50k ambayo unaenda kuchezea shule, wa kuvuta bangi, kufikiria kuwasha shule moto, kudunga mwenzako kisu, all those silly pennies, get it? Hata kupigiza addition per month hajaitumia. So what I'm trying just to tell you that be meaningful to the cash that you're going to get it today here. And when it comes to the parents, I don't have much to tell you, but mimi kitu ambacho najaribu tu kuambia ni kwamba ni kama tulivyosema awali, hata tuseme Mvurya aliyoseme mimi mwenyewe nimeshindwa, bado tungesoma kama tusingesoma. Tungesoma ama tusingesoma. Mbona sasa leo hii basi msaada umekuja, wazazi wetu mnaanza kutudhihirisha, kudhalilisha mbele za watu kwamba Karo. Mbona Karo ileta shaka? Si unaona kama hichi ni tu kisaidizi ama kiongezeo tu cha juu? Ama si hivyo? Sasa basi mimi sitaki tutulete atido, siasa nyingi hapa wala nini. Mimi nasema tu turidhie na kidogo tutakachopata.
and then we shall top up, right? Ain't you not going to top up with that cash? I know we are able to top up with the cash, even if they say that you're not going to get the cash today. I know we're going to school, right? Sivyo, tunaenda shule ama? Tunaenda shule, hata bila pesa. Sasa misipendi ati mzazi tunakuja hapa leo tunasema pesa, nini. Unajua, prosperous people always don't go after disadvantages. Always focus. So kwa hayo mengi na machache mimi nawaambia tu story moja. Acha niwachapie tu story moja. Najua kuna wadigo wengi, kuna kabila nyingi ila sasa tunawachapia tu kadhi tu fulani. Na sijui kidigo sana msinicheke, najua mtanicheka. So, bana siku mwenga bana siku mwenga uwe kama mdigo wakweza kwa Bwana Mburia. Bwana Mburia ambia ni usiku wakeza mgeni. Kambira samaki sina munyu. Mburia chukua, kuna munyu mwanangu. Aya ala munyu wenu. Hakuvele pati mwenga siku mwenga. Wakuwa zibandali. Achikala simu unafikiria. Badali mwenga taitosha. Achikonjereza ya mwaka. Achikala tu unafikiria. Ya mwaka mwenga inosi bado msaidi ya hiyo. Achukua miaka 4. Ayare wala isikafika tona Mburia na ambavu ya kafa. Wataka ni tona. Mbona mdigo mnakala hivyo? Ambavu ya tona bwana. Mmeniwa nawe. Odi. We give it a strong tone and we get a good facts. And with that plenty, let me just say Mimi nimetembea hii leo ni wodi ya 7 Mgawanyezi Bastard na waziri. Lakini leo kuna kitu nimekiona. Naona waziri hii it's very unique. Wanafunzi ongea Kizungu, tena si Kizungu tu hivi cha Obama. Najua wanatupa moyo kumaanisha kwamba hizi fees zinafanya kazi. Yes, hii ni ishara kwamba msaada wa Mburia unafanya kazi. So Salim Kipitao, nimependa sana hiyo Kiingereza. Hata waziri naona anaanza kuniuliza amesemaje, naomba mimi nimekuwa sikushika kabisa. Lakini that's good. Bwana Salim, hii ni ishara. Unajua watoto wetu wengi wanafika kule, mtu akija bado azungumza Kidigo, basi ni Mgiriama azungumza Kigiriama, hautupi raha kwamba kule kuna kitu kinafanyika. But with Salim we can feel it now, kwamba kuna maneno kule yanafanyika huko Iten. Pongezi sana Salim, nataka kuenda kina Salim wengi. La muhimu sisi tunataka kushukuru serikali. Hii serikali tuishukuru sana Msambuli. Kwa sababu haya maneno yanayofanyika hapa Kwale si kila mahali. Najua wengine wanaweza kuambia si pesa zetu. Sisi hatukuchagua kwamba kaunti zingine hazina pesa. Sisi tulichagua uongozi. It is the leadership which guides good policies. Leadership ya mahali ikiwa mzuri, mambo yote yatakuwa mazuri. Nyumbani kwako kama uongozi hauko sawa pale ndani ya nyumba, wana pesa zako na utajiri na watoto bado wasisome wakapotea. Lakini kama nyumbani mama amesimama kidete na jukumu lake, baba amesimama kidete na jukumu lake, utaona hata discipline ya nyumba inakuwa nzuri. Kwa hivyo si ule uwezo tu, lakini ile leadership, uwezo wa kuongoza. Na ndio tunaona hii kaunti Bwana Mburia ametusaidia sana katika uongozi wake. Na hili jamani, watu ni lazima tulikubaliane na watu washukuriane. Juzi mimi nimeona article na hili kila mahali italisema. Nilisema juzi pale Ukunda, tukigawanya zile za Ukunda. Na leo pia lazima watu wakumbushane. Kwa sababu wewe kila siku waweza kukaa na mke wako, ukaona labda huyu mke vile kwamba anaishi, unaona labda ukioa yoyote atakuwa hivyo tu. La hasha. Hebu jaribu kubadilika kwingine. Waweza kukiona kivumbi wewe hujakiona. Waweza kuishi na mwenzako hapo makubaliana, wazunguka usiku ukija umelewa yeye aridhika, watapika matapishi mlevi yazoa, ukaona labda wanawake wengine ni hivyo. We. Hebu jaribu. Utakuja kiona hata kama usheke waweza kutoka msikitini pale, ukaingia nyumbani tukakupa makofi na usheke wako. Kaambia watoka hapo wasema ndivyo nilikuwa nadhi. Mwadhini wa mwanamke si sauti hiyo. Baka makofi na sikida zako. Kwa nini nayasema haya? Uongozi wa Kwale umetuonesha tofauti, lakini leo hii hapa Kwale mtoto akipita ana guarantee. Lile kero tena kwa nyumba hakuna. Zamani ilikuwa mtoto amepita watu nyumbani wazozana. Bwana Mandaro kiingia ameyasema hapa. Hivi sasa majumbani kuna utulivu. Kweli Bwana Mandaro, utulivu huko. Watu tukiwanyanyua hapa watasema, ingawa mengine hayasemwi siri.
lakini utulivu majumbani uko, kwa sababu kero kubwa ni mtoto akiwa yuko nyumbani, wewe baba waja, mama amekasirika, aona umpatilizi mwanawe, maana kufikia wakati mama akajiona mtoto mwake yeye tu, wewe baba unaonekana kama si wako. Sasa ukichelewa kupeleka mtoto shule, mama huwa pia pale mapishi ya shida. Wenzangu waume, ya kweli ya uongo, mwanata mnena mwarume namna kifata. Sasa nile kero Bwana Mvurya ametuondolea. Kwa mimi ndio nimesisitiza kila saa, palipo na hisani parudi hisani. Na mimi nataka kuwauliza wazazi, huu mfumo huu hautaweza kuendelea ajapo gavana mwingine. Watu wasidanganyane, kila mtu ana ndoto yake, na yule atakayekuja naye atazalisha ndoto nyingine. Waweza kuona pesa za basari, ataanza kukwambia watu washasoma, tutengenezeni nyuki, tuuzeni asali, tupate pesa mifukoni. Kila mtu ana akili yake, na hapa watu twajuana. Bahati nzuri pia, mimi sitataja watu, lakini hao wanaonung'unikwa na ugavana tushajuana. Hivi sasa kila kaunti wasikie na shida hii na shida hii, lakini pale pametulia, uongozi unaenda sawa, watoto wanasoma. Haya ndio tuliyotaka wakati tupiga kura. Tutakuja chaguana magavana hapa, kutakuwa na shida. Na hivi sasa tusidanganyane, Kwale ni nchi imechanganyikana, si Mbigo na Mduruma pekee. Na Mvurya hakuwa na yana, shatulekeza tuendelee kwa mama Fatuma Achani, lakini wengi hapa wana maneno, hasa sisi Wadigo, sisi Masa Kidigo, wacha jiseme mimi mwenyewe. Tuna maneno tunasema mchetu katawala. Hiyo enzi hiyo mchetu watawali ilipitwa na wakati, ndugu zanguni. Hiyo enzi kwamba mchetu watawali ni enzi nyingine ilipitwa na wakati. Na pia tusidanganyane, tuambiane ukweli. Ukweli kabisa na useme. Ni nani kwa nyumbani hapa akemekeo ni yupi ni wako? Semeni ukweli. Cheke wewe unamba kunyaswa. Mungu sheke amuulize. Ukimuuliza vituko atakwambia kalisha vipi. Sasa ukasikia mtu mchetu katawala, muongo akifika nyumbani unaweza kuona sheke na zigda kulizwa nazi. Basi maombi yako. So, picha yangu si tufurahi tu. Kuna pointi nataka kudrive kwetu tuiangalie. Fatuma Achani ni mtu ambaye amekuwa mwanamaji wa Mvurya, anajua kila mahali. Kama Mvurya amemaintain hakuna ukabila pale hii, Fatuma Achani sione akikaa pale kama atakuwa na ukabila. Lazima afuate nyayo za Mvurya. Pigeni makofi kaka. Na pale Msambweni wakati huo ilikuwa inaitwa Kotowana, na ilikuwa inaitwa pia Harambee School. Yani ni zile shule ambazo yeyote ambaye hana uwezo atajipata hapo. Sasa nilipofika pale pia fees zikawa za shida. Hapo hapo Harambee pia fees zikawa za shida. Basi wakati huo hatukuwa na principals, tulikuwa na headmasters na headmistress. Kwa hivyo headmaster akaniangalia akaniambia, kijana uko na talent, lakini naona ikipotea hapa. Lakini basi mimi nitafanya bidii usome hapa hapa na mimi nikiwa hapa. Basi alitafuta mfadhili Canada, anaitwa Rotary Club of Canada. Ufadhili ule ulikuwa na condition moja, kila term ufanye bidii upite mitihani. Ukianguka mitihani ufadhili nao kusha. Basi mimi kwa miaka 4 ambazo hizo ni tamu 12, hakuna hata tamu moja ambayo nilipitwa na mwanafunzi yeyote kwa miaka 4. Kwa sababu nilikuwa najiuliza maswali, lao nitaanguka itakuwa. Kwa sababu ni harambee, lakini hiyo harambee yenyewe pia ni ngumu. Basi Mwenyezi Mungu akanijalia. Na nimezungumza hiki kisa kwa sababu ya nyinyi wanafunzi. Wakati county inakupatia fees hivi na inakwambia nenda ukafanya bidii utuletee good grades, hilo si swali la mjadala. Hakuna mjadala hapo, kwa sababu wewe ofisi yako ni hiyo shule na uko kusoma. Lakini the moment unajipata you don't perform well, it means
you are in that office illegally. Unastahili pia kuja kutolewa shule, urudishwe nyumbani, kwa sababu yale majukumu ambayo umepewa uyafanyi inavyotakikana. Kwa hivyo ndugu zangu, hii msiangalie kama privilege, na msiseme kwa serikali zitakazokuja pia tutapata nafasi hii. Sisi pia tulikuwa na serikali wakati huo, lakini hatukupata hizi nafasi. So let us not take this program for granted. Hii tusichukulie tu kwa iko hivi hivi. Hata wengine wafika extent wakasema hata mimi pia naweza kara governor na atunka basari. It's not that easy. Kwa sababu hii basari ilipoanza ilikuwa na pingamizi nyingi sana. Tukaambiwa hii ni function ya national government. Kwa hivyo county governments hamwezi mkachukua resources mkazitia mahali ambapo ni majukumu ya national government. Fanyeni majukumu yenu. Lakini governor alisimama kidete. Governor na naibu wake walisimama kidete. Wakasema wale sisi tunahitaji basari hata kuliko haya mambo mengine yote ambayo mnasema tuyafanye. Na kama hakuna hii basari basi bakini na pesa zenu. Wale ikasikika wakati huo 2013. Na hatukuanza na 400 million. Tulianza na kitu kama 110 million. Demand wakati huo ulikuwa ukiita mikutano ya basari ni wazazi wachache na wanafunzi wachache. Lakini saa hizi tunazungumzia milioni 440. Inamaanisha malengo ya serikali yanazidi kutimia. Wazazi na wanafunzi wamekuwa stimulated wasome kwa sababu pesa sio shida. Na kweli kuanzia 2013 mpaka saa hizi wazazi wamesaidiana na wanafunzi pamoja na serikali yetu ya county. Wanafunzi ambao wanaenda vyuo vikuu ni wengi. Wanafunzi ambao wanaenda national schools ni wengi. Hao ndio malengo ya serikali. Hiki kisa cha waziri chaendelea. Nilipomaliza form 4 niliongoza hii Kwale nzima. Kwa hivyo kama unafikiria Kwale High School, Matuga, Girls na wapi, mimi kutoka pale Msambweni nikawa mwanafunzi bora. Wakati huo hatukuwa na Kwale County, ilikuwa ni Kwale District. Sawa? Tuko chuoni sasa. Hii safari ni ndefu, nitaifupisha. Tukiwa chuoni, mimi nilikaa nyumbani wiki mbili. Ile tarehe ya kuripoti university imepita, wiki mbili ndio mimi nikaenda chuoni, kwa sababu wazazi walikuwa na vyama. Kwa hivyo walikuwa wanasubiri wacheze vyama wapate fedha, wauze leso wapate fedha ndio mimi niende shule. Kwa hivyo maisha yalikuwa magumu. Na nilipofika chuoni, maajabu ya Mungu, Mwenyezi Mungu akaniletea rafiki ambaye kwa miezi mitatu alinibeba mimi kama ndugu yake. Na leo hii pia tuko naye hapa. Kitambo kidogo alikuwa ni principal wa Gombato, lakini kupitia hii inaitwa delocalization akapelekwa Kilifi. Ndugu yangu Hamisi Mada Obadi. Na sisi wakati huo Kwale nzima haikupeleka wanafunzi zaidi ya 6. Yeye akiwa wa pili, mimi nikiwa wa kwanza. Kwa hivyo tulikuwa tujuana. Lakini saa hizi hapa Bongo peke yake tuko na wangapi madam? Hapo ambao ni university tuko na 25. Juzi tulikuwa pale Ukunda. Ukunda nao wako na 34. Kwa hivyo hesabu ya Ukunda na hesabu ya Gombato inaelekea 60. Hatujaangalia wodi nyingine 18 ambazo zimebaki. Lakini wakati wetu hatukufika 10. Sasa nitarudi kwenu nyinyi wanafunzi wa National School na nitawaelezea kuliendelea nini kule chuoni. Mimi katika faculty ambayo niliitwa Faculty of Commerce nilikuwa mwanafunzi pekee toka huko. Coast nzima tulikuwa watu 4. Wengine wanatoka Kilifi na mimi wa Kwale. Basi katika kusoma kwetu kulikuwa na program kule, sio hii ya basari, lakini ile yao walikuwa wanaita Dean's List. Yaani ukifanya bidii ukiwa kwa hiyo list, university inakulipia mwaka mzima.
basi waziri akaingia kwa dean's list. Sasa wale wenzangu ambao nilikuwa nao sasa from different schools kwa hiyo faculty wakawa wanaulizana, bwana amesomea wapi? Sasa wale ambao wako Alliance High School ambao tulikuwa nao darasa moja walifikiria waliniona huko Alliance. So angekuja, "Pipi, Sebe, ulienda shule gani?" Naambia, "Kwa nini?" Akaambia, "Nilikuwa na Alliance." Naambia, "Nilikuwa huko." Akija After Boys, "Kaambia, nilikuona." Anataja mpaka dorm ya kule, mpaka walimu wa kule. Naambia, tulikuwa pamoja huko. Kwa hivyo kulingana na wao, mimi nilisomea National School. Sasa huu mtazamo unaletwa na hiki, ukiwa na juhudi unatatiza kila mtu. Na hii inamaanisha yeyote ambaye anaenda National School anatakana aende wapi? Anatakana aende university. Kwa hivyo hiyo ndio standard yenu nyinyi wanafunzi. So kama saizi unapata D na uko form 4, ujue hauko kwa hiyo standard. Na kama unapata B ama A, ujue wewe uko katika hiyo standard. Kwa hivyo hii ni challenge nimewapatia nyinyi wanafunzi, kwamba sio mavazi, ni ile bidii ambayo utaifanya ndio utakuja kukusaidia. Na mpaka saizi leo hii nimesimama hapa mbele kama waziri wa fedha wa Kwale nzima, na si kwa kipindi kimoja, hiki ni kipindi cha pili. Kwa hivyo ikija issue ya basari, kwangu mimi iko ndani ya roho, yaani naichukulia kama mtoto ambaye amezaliwa leo, vile iko delicate. Na ndio sababu sisi tuko katika mwezi wa kwanza. Hii basari ambayo wards zinapewa ilipangiwa mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 6 mwaka ujao, lakini hii serikali kwa sababu inaangalia maslahi ya mtu wake, leo hii Januari serikali ya Gavana Mvurya imepeana milioni 400 tayari, imebakisha milioni 40 tu. Na hiyo ni hali ya kiuchumi, kwamba wakati mwingine uko na reserve, kwa sababu kunaweza kuwa na wafunzi wengine kama wamemaliza kila kitu wakakosa nafasi ya kulipiwa karo. Kwa hivyo hizo zimewekwa kwa ajili ya wale wanafunzi wengine ambao hawako katika mazingira haya, kwa sababu gavana na naibu wake wanachunga pesa zenu, na wao pia wamepitia historia kama hizi ambazo Sebe amezizungumzia. Na hiki kisa nimekielezea hapa kwa sababu yeye tumeshirikiana kwa muda mrefu sana katika kazi hizi, na yeye ndio ana deserve kujua hii history kwa sababu hapo akiijua. Narudisha microphone kwa ward administrator wa Bongwe Gomato. Mimi nimeshukuru kuwa mmenisikiliza. Mungu atubariki.